Bwana, baada ya tetesi za Mohamed Damaro Kamara, kiungo mkabaji wa klabu ya Singida Black Stars kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga kwa mkopo, na kama unakumbuka pia nilikusogezea tetesi hizi. Bwana, rasmi Yanga wameondoa lile neno tetesi na sasa ni kweli amekamilisha usajili wa kujiunga ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, taarifa ni kwamba klabu ya Yanga imethibitisha kukamilisha usajili wa kiungo mkabaji Mohamed Damaro Kamara kwa mkataba wa mkopo hadi mwishoni wa msimu akitokea Singida Black Stars. Bwana, mkataba wa Damaro mwenye umri wa miaka 23, mzaliwa wa Guinea, mwenye uraia wa Tanzania, una kipengele cha kununuliwa jumla. Kwa hiyo zile taarifa ya Damaro Kamara tumeifunga. Kwa sasa ni mchezaji wa klabu ya Yanga na sasa anajiunga na klabu ya Yanga, na kama ambavyo tunafahamu kwamba michuano ya NMB Mapinduzi Cup ambayo inaendelea kule visiwani Zanzibar, huenda sasa tunakwenda kumuona Damaro Kamara akiwa na uzi wa klabu ya Yanga. Bwana, ujio wa Damaro Kamara pengine watu wanaweza kawa wanajiuliza anakuja kucheza namba ya nani? Bwana, tetesi zinaeleza kwamba Musa Bala Conte ni kama ameshindwa kabisa kuingia kwenye kikosi cha klabu ya Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves. Bwana, na ndio maana amesajiliwa Damaro Kamara, na tetesi zinaeleza kwamba Musa Bala Conte pamoja na Mohamed Dumbia watatolewa kwa mkopo kuelekea ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Wakati huo Yanga pia wakihusishwa kumchukua Musa Damaro Kamara ambaye tayari amekamilisha usajili pamoja na Maruf Chekei. Kwa maana ya Musa Damaro Kamara atachukua nafasi ya Musa Bala Conte ambaye ataelekea Singida, wakati Maruf Chekei yeye atachukua nafasi ya Mohamed Dumbia ambaye naye pia atapelekwa Singida. Lakini wakati huo pia tetesi zinaeleza kwamba Celestine Ekua, raia wa Chadi, naye pia anatafutiwa timu ya kupelekwa kwa mkopo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo, lakini kwa sasa tunazungumza kuhusiana na kukamilisha usajili wa Mohamed Damaro Kamara ambaye amejiunga ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wameweka taarifa hiyo na picha ya Mohamed Damaro Kamara ambaye amejiunga na klabu hiyo, na wakasindikiza na maneno yanayosema mlimuhola wananchi Msukuma, yani wakiwa wamembatiza jina la wakiwa wamembatiza kabila la Msukuma. Tunafahamu huyu ni mgine lakini ana uraia wa Tanzania. Kama unakumbuka yeye Mohamed Damaro Kamara, lakini pia Emmanuel Kieke pamoja na Turbada waliomba uraia wa Tanzania na walipewa. Kwa hiyo Damaro Kamara Mohamed amesajiliwa na klabu ya Yanga kama raia wa Tanzania, si raia wa kigeni. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya kukamilisha usajili huo, bwana, nimepita kutazama comment za mashabiki na wadau wa soka namna ambavyo wamepokea usajili huo. Bwana, Arwata na Brazil ambaye yeye ni mtangazaji wa Yanga TV anasema Msukuma mtu wa kazi ametoa kwetu wananchi. Lakini Masanza ambaye yeye ni afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars alikotoka Mohamed Damaro Kamara, yeye pia kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga amecomment akaandika, kwa nini mmembadilisha kabila? Huyo ni Mnyiramba na sio Msukuma. Hansi Rafael, mchambuzi wa soka hapa nchini, yeye pia ameandika, anasema hii imetiki. Na ikumbuko pia huyu Hansi Rafael ni mmoja kati ya wachambuzi ambao walichapisha tetesi za Mohamed Damaro Kamara kujiunga ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo kila ambacho alikizungumza kimekuwa kweli. Huyu anasema karibu kwenye klabu ya Makombe Majungo Tunaga. Mwingine anasema tuliofly usajili, weka like hapa. Mwingine anasema huu usajili sawa, nimeuona Yanga wamelenga mbali. Mwingine anasema Wasukuma oye. Mwingine anasema oya, hapo kati patakuwa na uchafu koge, sawa. Mwingine anasema huyu muha mwenzangu. Mwingine anasema kazi wanayo. Mwingine anasema Msukuma mwenzangu, weka like hapa. Mwingine anasema ubunifu wa kwenda good idea guys. Nicho ambacho amekiandika akiwa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo Mohamed Damaro Kamara ametambulishwa. Kama ambavyo unaweza kutazama, hiyo ni clip ambayo Yanga wameiweka kwenye ukurasa wao wakionyesha utambulisho wa Mohamed Damaro Kamara. Mwingine anasema wabeja mora wananchi, kwani Mwarabu tuko naye lini? Dadeki litakufa jitu, niamini. Huyu anazungumzia mchezo wa Yanga dhidi ya Al Ahly ambao
ni mchezo wa hatua ya makundi ambao unakwenda kupigwa tarehe 23 ya mwezi wa kwanza. Kwa hiyo hapatii picha mchezo huo, huku akiamini kabisa kwamba Mohamed Amaro Kamara atakwenda kukiwasha kwenye mchezo huo. Mwingine anasema Yanga metisha. Mwingine anasema ushindani wa ndani ulishakwisha, tunaitazama zaidi kombe la Afrika. Mwingine anasema ila Damalo ni mali. Mwingine anasema Yanga bingwa. Mwingine anasema hii mali nitamani aje msimu uloisha. Mwingine anasema daima mbele nyuma mwiko. Mwingine anasema anaambiwa Chama anarudi Msimbazi tena, yani sawa. Mwingine anasema nimefurahi sana. Mwingine anasema kiungo ya boli. Mwingine anasema naiona Yanga ikikimbiwa tena na wakoloni. Mwingine anasema nchi sawa, utapeli hautokoma kamwe eti Mtanzania sawa. Mwingine kuna Yanga fulani naiona hapa watakula 5. Mwingine anasema Sukuma boy. Mwingine anasema msukuma mwenzangu kabisa Olemola Damalo. Mwingine anasema amependekeza kocha au nani, anazungumza kuhusiana na usajili wa Mohamed Amaro, kama ni mapendekezo ya kocha ama ni mapendekezo ya mtu mwingine. Mwingine anasema Yanga bingwa, Yanga wamelamba dume. Mwingine anasema tusubiri ligi ianze na club bingwa barani Afrika. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kuweza kumtambulisha Mohamed Amaro Kamara. Nikukumbushe tu kwamba hata msimu ulioisha kwenye dirisha kubwa la usajili, Mohamed Amaro Kamara ni moja kati ya wachezaji ambao walizungumzwa sana kutoa ndani ya klabu ya Yanga, lakini haikuwa kama ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Lakini kwa sasa Yanga wamekamilisha kile ambacho walikianzisha kwenye dirisha kubwa la usajili lililopita, na sasa wamekamilisha usajili wa Mohamed Amaro Kamara ambaye amejiunga ndani ya klabu ya Yanga. Wakati huo pia tukisubiria kuona pengine usajili mwingine, kama ambavyo tetesi zinazungumza kwamba Maarufu Shekei huenda akawa ni moja pia kati ya nyota ambao wanajiunga ndani ya klabu ya Yanga. Ukiachana na Alan Okello, akina Adama Kulbali na akina Jason Dala, Maarufu Shekei pia ni moja kati ya wachezaji ambao hivi sasa wanazungumzwa kwamba tayari Yanga wameshakwisha kukamilisha kila kitu, na kinacho subiriwa kwa sasa ni utambulisho ndani ya klabu ya Yanga. Na taarifa zinaeleza kwamba tayari Maarufu Shekei ameshakwisha kuwasili Dar es Salaam akitokea kule visiwani Zanzibar, ambako alikuwa na Singida Black Stars kwenye michuano ya Mapinduzi, kuja kwa ajili ya utambulisho ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri kuona usajili mwingine ndani ya klabu ya Yanga, na tetesi zinaweza kwamba Shekei ni kijani na njano, na muda wote kuanzia sasa atatambulishwa kama bara jipya Jangwani. Maarufu Shekei ameingia leo na ndege ya asubuhi akitokea Zanzibar, kisha amefanya kikao na kocha mkuu wa Yanga, then zoezi la vipimo na kupiga picha za utambulisho litafuata. Kwa Maarufu Shekei unaambiwa atacheza Mapinduzi akiwa na uzi wa Yanga. Kwa ni jambo la kukaa na kusubiri. Tunafahamu kwamba dirisha dogo la usajili linafunguliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, na kabla ya dirisha lenyewe kufunguliwa tayari nimeshakwisha kuona Yanga wakitambulisha nyota, na Mohamed Amaro Kamara anakuwa ni mchezaji wa pili baada ya utambulisho wa Emmanuel Mwanengo kutoka ndani ya klabu ya TRA United. Mohamed Kamara anakuwa wa pili. Kwa hiyo kama usajili mwingine utakaofuata utakuwa ni usajili wa 3 kwa klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kwamba tayari Mohamed Amaro Kamara ni nyota wa klabu ya Yanga ambaye anakwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la katikati ambalo tulikuwa tunamshuhudia Duke Abuya, Mudathiri Yahaya, Musa Bara Konte ambaye amekosa nafasi na anazungumzwa kupelekwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo. Kwa hiyo Mohamed Amaro Kamara anakuja kuongeza nguvu kwenye idara ya kiungo ndani ya klabu ya Yanga, na huu ni mpango wa kocha Pedro Gonçalves kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa imara, hususan kuelekea kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambapo Yanga wanashiriki hatua ya makundi. Na ukitazama kwenye kundi lao wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 4, moja kati ya alama ambazo zinawafanya kuongeza wachezaji ambao pengine watafanikisha malengo ya klabu ya Yanga ya kuweza kutinga tu